Na mtazamaji wa Habari Digital, karibu kwa mara nyingine kwa ajili ya kuweza kufahamisha kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya nchi na nje ya nchi. Niko nazungumzia East Africa kwa ujumla. Pale Uganda tunafahamu sakata ambalo liko likiendelea pale, lakini kubwa ambalo lipo kwa sasa, vijana wa mjini wanaliita battle, ni kati ya kiongozi wa upinzani ambaye alikuwa anachuana na rais wa sasa wa nchi hiyo ya Uganda ambaye ni Yoweri Museveni. Namzungumzia Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, ambaye yuko mafichoni. Sasa haijulikani yuko mafichoni wapi, lakini nitakumbuka kwa siku ya jana, moja kati ya viongozi wa ngazi ya juu kabisa ya kijeshi nchini Uganda, nilikuwa namzungumzia mkuu wa majeshi nchini Uganda ambaye ni mtoto pia wa rais wa taifa hilo, aliweza kutoa tamko kali kuhusiana na kiongozi huyo wa upinzani, huku akimuita ni gaidi. Sasa jambo hili limeenda mbali zaidi na majibu yametoka kwa upande wa pili, upande wa kiongozi wa upinzani ambaye alishindwa na rais wa sasa wa Uganda Yoweri Museveni. Nini kinaendelea nchini Uganda? Hii ni Habari Digital. Subscribe, like na tuandikie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya kuandika maoni yako, lakini kama haitoshi pia hakikisha unashirikisha taarifa zetu kwa watu wengine. Mimi naitwa Manoni na hii ni Habari Digital. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine ametoa majibu makali akipinga agizo la mkuu wa majeshi ya nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba alilotaka aweze kujisalimisha kwa polisi ndani ya masaa 48. Katika taarifa aliyoitoa Januari 20, Bobi Wine aliandika na kusema kwamba ametupilia mbali agizo hilo la mkuu wa majeshi, huku akisisitiza ya kuwa ni njama za vitisho na uonevu wa kisiasa. Haya ni maneno ambayo pia aliweza kuyasisitiza kiongozi huyo wa upinzani wa chama cha NUP nchini Uganda. Alisema hatakubali kuogopeshwa na kile alicho kiita utawala wa kikatili, akiwatuhumu Jenerali Muhoozi na Rais Yoweri Museveni ya kwamba wanahusika na njama za mara kwa mara za kutaka kumuua, pamoja na ukandamizaji dhidi ya wafuasi wake. Naomba ninukuu kile ambacho alikiandika Bobi Wine. "Ninakataa kuogopeshwa na utawala huu waoga," alisema Bobi Wine, akisisitiza ya kuwa mapambano yake na ya kudai haki, demokrasia na uhuru wa wananchi wa Uganda si uasi kama ilivyodaiwa na serikali ya Rais Yoweri Museveni. Agizo hilo la kujisalimisha lililotolewa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba kupitia matamshi yake kwenye mitandao ya kijamii, ambapo alionya ya kuwa endapo Bobi Wine hatatii agizo hilo, basi atachukuliwa hatua kali zaidi, ama atachukuliwa kama mtoroshi au muasi. Sasa hivi ndivyo ambavyo tamko liliweza kutoka la yule kijana wa rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa siku ya jana, ambayo ilikuwa ni Januari 20 mwaka 2025. Mkuu wa majeshi ya Uganda ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, yeye alitishia kumsaka na kumuua kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye yuko mafichoni baada ya kukimbia uvamizi uliotokea nyumbani kwake. Tukumbuke tu kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliandika kwenye mtandao wa X siku ya Jumanne Januari 20 mwaka 2025 ya kwamba walikuwa wamewaua wale ambao waliwaita magaidi 22 wa chama cha NUP cha Bobi Wine, na kwamba anatazamia wa 23 watakuwa ni Bobi Wine. Sasa haya ni maneno ambayo aliandika mtoto wa rais wa Uganda kwa siku ya jana kupitia mtandao wake wa X, zamani ulifahamika kama Twitter. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye ni Bobi Wine aliwania urais kupingana na Rais Yoweri Museveni, na alitangazwa na tume ya uchaguzi nchini Uganda kushindwa na Museveni. Tangu Jumamosi amekuwa mafichoni baada ya kuvishutumu vikosi vya usalama kutaka kumteka. Sasa Kainerugaba alimpa masaa 48 ya kujisalimisha mikononi mwa polisi, ama atakabiliwa na hatua kama muasi. Sasa
hivi ndivyo ambavyo maamuzi yaliweza kutolewa. Mwenyewe Bobi Wine aliandika kwenye mitandao ya kijamii kulitaka jeshi kuondoka kwenye nyumba yake ambako alisema familia yake haikuwa salama. Hiki ndicho ambacho kinaendelea nchini Uganda, lakini kwa maoni na ushauri tuandikie hapo kwenye sehemu ya kuandika maoni yako. Hii ni Habari Digital. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tutakutana baadaye kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunashirikishana taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kutokea ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Bye bye.